Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Klabu ya Liverpool imeanza kutafakari kwa uzito kuhusu kuimarisha safu yake ya ulinzi kabla ya msimu mpya ligi kuu England kuanza. Ingawa msimamo wa klabu hadharani umeendelea kuwa wa kutokuwa na haraka ya kufanya usajili wa mwisho wa dirisha la usajili. Taarifa kutoka ndani zinaonyesha kuwa viongozi wanaendelea kuchunguza kwa makini uwezekano wa kuongeza beki mwingine mbali na mpango wa kumwania mshambuliaji Badri Bakola. Sasa usajili wa beki umepewa uzito mkubwa kutokana na changamoto zinazojitokeza katika kikosi. Sababu kubwa ya mabadiliko hayo ni hali ya upungufu wa mabeki kutokana na majeraha yanayowakabili timu hiyo baada ya kupoteza kwa mabao 4-2 dhidi ya Leeds United katika mchezo wa kirafiki wa maandalizi ya msimu. Mashabiki wengi wameonyesha wasiwasi kuhusu imara ya safu ya ulinzi. Nahodha Virgil van Dijk bado hajarejea uwanjani. Diego Gomez anaendelea kuuguza majeraha huku Conor Bradley akitarajiwa kukosa mwanzo wa msimu. Aidha, Jeremy Frimpong alipata maumivu mwishoni mwa wiki, wakati Jeremy Jacquet na Giovanni Leon nao wakiendelea kuwa nje ya kikosi bila taarifa rasmi kuhusu lini watarudi. Kutokana na hali hiyo, Liverpool inatafuta beki mwenye uwezo wa kucheza nafasi zaidi ya moja, hasa beki wa kati na beki wa kulia. Uongozi wa klabu unaamini kuwa mchezaji wa aina hiyo ataongeza ushindani na kuipa timu chaguo zaidi katika kipindi ambacho ratiba ya mashindano itakuwa ngumu. Licha ya mazungumzo kuhusu Bakola kuendelea kutawala vichwa vya habari, mashabiki wengi wanaamini kuwa kuimarisha safu ya ulinzi ndilo jambo la dharura zaidi kwa sasa. Majina kadhaa yameendelea kuhusishwa na Liverpool katika harakati hizo. Beki Ezri Konsa wa Aston Villa ni miongoni mwa wachezaji wanaotajwa kuvutia macho viongozi wa Anfield. Awali Liverpool ilikuwa na nia ya kumsajili Micky van de Ven, lakini uwezekano huo haukuonekana kufungwa baada ya beki huyo kutarajiwa kubaki Tottenham Hotspur, ambayo inaendelea kujipanga chini ya kocha mpya huku ikijiandaa na uwezekano wa kumpoteza Christian Romero. Mbali na majina hayo, Fikayo Tomari wa AC Milani na Andre Ratiu wa Rayo Vallecano pia wameingia kwenye rada za Liverpool. Vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa klabu inaendelea kutathmini chaguo zote zinazopatikana kabla ya msimu kuanza, wakati uvumi kuendelea kuhusu hatma ya Alexis McAllister, Cody Gakpo. Jambo linalowapa matumaini mashabiki wengi ni kuona Liverpool ikiweka nguvu katika kuongeza wachezaji wapya wa kuimarisha safu ya ulinzi, hatua ambayo inaweza kuwa muhimu katika mbio za kuwania mataji msimu ujao. Kwa update zaidi za kimichezo kimataifa, endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, X, tufollow kama Kasako Media. Jina langu naitwa Official Diaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.